mwaka 40 na ndio nguvu ninayo kwenye mwaka 80. Sijui kama wewe ulipokuwa na mtumikia Mungu kwenye miaka 20 na sasa hivi unakuwa na miaka 50 ama miaka 60, sijui kama hiyo nguvu ndio unayo, kwa sababu ulikuwa na shuhudi. Hata mvua ikinyesha ulikuwa hauone mvua, lakini unaona kwenda kumwabudu Mungu. Ulikubali kuiacha mazingira ya kazi yako ili umpendeze Bwana Mungu wako. Ulikuwa ukisikia habari kama kuna programu yote ya ibada kanisani, mara ile programu ya ibada ilikuwa haikuhusu wewe, lakini kwa sababu ulikuwa na shuhudi, ulikuwa naomba nafasi na wewe ingie kwenye ile ibada. Bwana asifiwe. Unakumbuka Biblia inatuambia kuna kitabu ya ukumbusho. Mungu atakukumbukia unini. Makao yako ambao ulikuwa unafurahia ni kukaa mbele ya uso wa Bwana usiku na mchana. Ulikuwa haukatai, ama ndani yako mlikuwa mna roho ya kubisha kwenda kukaa kwa Bwana. Muda wote ulikuwa na furahi, kama jinsi Biblia inavyotuambia. Daudi akasema, na nilifurahia waliponiambia twende katika nyumba ya Bwana, kwa sababu ndani ya nyumba ya Bwana muna chakula ya Bwana, na chakula ya Bwana ni neno la Mungu. Na ulikuwa nafurahia kusikia neno la Mungu, na huo wakati ulikuwa unakaa mbele ya Bwana bila kuangalia muda. Hata ukitoka saa 10, hata kanisa litaisha saa 7 ama saa 10 ama saa 1 usiku ama saa 2 ya usiku, ulikuwa huoni, lakini moyo wako ulikuwa unamuona nani? Bwana. Sasa lazima ukumbuke, ndivyo ulivyo leo. Ulikuwa na shuhudi kuingia kwenye mahospitali kuhubiri, na kuingia kwenye magereza kuhubiri, na ulikuwa na shuhudi ya kuimba ifate umri. Hata mtu na miaka 80 lazima aimbe. Usiseme mimi siwezi kuimba kwa sababu umri wangu umeenda. Hata miaka 80, hata miaka 100 lazima uimbe, kwa sababu unamwimbia nani? Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Ikija sauti ya kusema umri umeenda uwezi kuimba, ndani yako umeshakuingiza Mungu mgeni. Na kama ulikuwa unajua kusifu kwa kuruka kabla bado uko kijana, na sasa wewe ni mzee unashindwa kuruka, kwa nini unashindwa? Maana yake umepungukiwa nguvu. Sijasema nguvu ya mwili, kuna tofauti ya nguvu. Kuna nguvu ya mwili na kuna nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Ukishindwa kuruka, maana yake wakati ulikuwa unaruka huko kijana, nguvu ya Mungu ilikuwa inajizidisha sana. Ukishindwa kuruka wakati wewe ni mzee, nguvu ya Mungu imeondoka ndani yako. Huwezi enda kwa Mungu kumwambia mimi ni mjamzito, nimeshindwa kuruka mbele yako. Aliyekupa ujauzito ni Mungu. Anayelinda kilioko ndani ya tumbo yako ni Mungu. Siku 3 nawe ni mjamzito, lakini sasa unashindwa kufunga. Mimi niko na kukumbusha, niko naingia kwenye nafasi ya ukumbusho, kwa sababu haya yote ulipoyaanza wakati ulipompokea Bwana kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, utakaposimama mbele ya Bwana, lazima Biblia inatuambia kutakuwa kuna kitabu ya ukumbusho. Ile shuhudi yote uliyoyafanya na kazi uliyoyafanya inaandikwa kwenye kitabu ya ukumbusho. Kila muda, kila saa, na kila sekunde, na kila mwaka inaandikwa.
inakuweka kwenye balance, inaangalia ndivyo ulivyo kwenye miaka 40 na miaka 20, ndivyo ulivyo kwenye miaka 30 na kwenye miaka 75, ndivyo ulivyo. Bwana asifiwe. Sasa lazima ukumbuke, kwa sababu Biblia inatuambia hata Farao alikumbuka Josi. Biblia inasema alipoamka asubuhi akakumbuka, na alipokumbuka akatafuta msaada, na alipotafuta msaada hao wengine wote walishindwa kuleta msaada. Kwa nini? Walikuwa miungu, waganga wa kienyeji, hawawezi kujua ni jozi gani ama ni ndoto gani aliyoyota Farao. Sasa sikiliza, Farao wa enzi hiyo na Farao ya Waisraeli kwenda utumwani ni tofauti. Jina ni Farao, jina la cheo. Huyu Farao Mungu akambariki. Alipotafuta msaada katika kukumbuka, na mtu wa mmoja wa ndani ya nyumba ya Farao aliposikia bwana wake anahangaika kwa kukumbuka jozi na anashindwa kutafsiriwa ile jozi, Biblia inasema yule mtu wa nyumbani naye akakumbuka. Huyu anakumbuka na mtu wa nyumbani akakumbuka, akamwambia, Bwana, nilipokuwa nikifungwa gerezani tulifungwa wawili. Kuna mtu ndani ya gereza. Kuna nani? Kuna nani? Mbona msema? Kuna nani? Kuna mtu ndani ya gereza ambaye tulipokuwa ndani ya gereza tukaota ndoto, yule mtu akatafsiri ndoto yetu, na jinsi alivyotafsiri ndivyo ilivyo. Mmoja akafariki na mimi bado ni hai, nimerudishwa kwenye kazi. Bwana asifiwe. Akasema Josefu alete, akaleta. Sasa Josefu alipofika kwa Farao, hajui ndoto ya Farao, hajui Mungu anasema na Farao nini, kwa sababu Mungu anasema na mtu yeyote ampendaye. Sasa ili Josefu aijui ndoto ya Farao, inambidi Josefu naye amkumbushe nani? Mungu. Amwambie Mungu nini? Mungu wa mbinguni. Bwana sifiwe. Hakuna nafasi Biblia inatuambia wakati Josefu alisikia ndoto ya Farao akaenda kuomba. Bwana sifiwe. Ilikuwa hapo kwa hapo. Tunaelewana vizuri? Hapo kwa hapo. Maana yake Josefu analetwa, anapoletwa anamuona Farao. Josefu ndani anasema na Mungu, umemwotesha nini? Umemwotesha nini? Mbingu nasikia. Mbingu nasema hii ndio nilikuwa nataka. Uulize Farao ameota nini, ili upewe tafsiri ya Farao, ili upewe habari ya Farao. Na Yosefu alipofika mbele ya Farao, Biblia inasema kijana mdogo mwenye sura nzuri, macho mekundu. Na alipozungumza na Farao, anazungumza na Farao na anazungumza na mbinguni. Bwana asifiwe. Kinywa inasema na Farao, moyo wa ndani inasema na ulimwengu wa rohoni. Inauliza mbinguni, kulikoni hapa kwa Farao? Manake Farao amepata dozi, masuke membamba yanameza masuke yaliyokuwa wanono. Sasa naomba hii tafsiri, na hapo Roho wa Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu ukimtaka atakuja na usipomtaka hatakuja. Ndio utaratibu wa ulimwengu wa roho. Akaleta maneno ndani ya Yosefu, mwambie Farao hiyo ndoto yake ama hiyo jozi ya Farao kuna kuja mbele siku
mwisho, na kuna kuja siku 7 ya njaa. Kila mtu atasahau kama ndani ya maisha yake amewahi kula ama kunywa moto na wanyama. Itakuwa njaa ya ajabu, harufu ya njaa itaenea katika nchi nzima na ndani ya nyumba ya Farao. Bwana asifiwe. Unajua, ukitaka kupima vipimo vya njaa nyumbani kwako, tafuta panya. Ukikuta panya anatembea, unasema chakula panya, chakula. Amen. Kwa sababu hiyo ni alama, kwa sababu panya haije sehemu mna chakula, inakuja kwa sababu imesikia harufu. Ikikosa harufu haiwezi kuingia. Ikiingia kwako, maana yake kuna dalili bado ya chakula. Ikiondoka ni alama ya kwamba kuna kuja njaa. Jiandae sasa. Bwana asifiwe. Na Biblia inatuambia Farao alipomsikia Yosefu akasema, tupate mtu kama huyu. Tumpate wapi? Mtu ambaye amejaa na neno la Bwana, mtu ambaye ametawaliwa na fikra yake yote inatawaliwa na serikali ya neno la Mungu. Ana maneno ya ajabu ambayo katika nchi yote ya Misri haya maneno hayapo. Ana shauri yenye nguvu, na shauri yake ni shauri yenye mamlaka. Anajua kulinda wakati wa njaa na wakati usiokuwa wa njaa. Anajua kutengeneza wakati wa njaa tupate chakula, na wakati ambao hakuna maji tupate kinywaji. Bwana asifiwe. Farao akasema, tupate mtu kama huyu wapi? Sasa huyo mtu ni mtu wa wapi? Biblia inatuambia ni Mwebrania wa nyumba gani? Kwa mzee Yakobo. Babu yake ni nani? Babu yake ni nani? Babu yake ni nani? Babu yake. Babu ya Yosefu ni nani? Babu yake. Babu yake. Babu yake. Babu yake ni nani? Ama ukoo wake ni nani? Babu yake. Bwana sifiwe. Bangapi viko na Biblia? Bangapi viko na Biblia? Bangapi viko na Biblia? Nauliza njoo kanisa, bangapi viko na Biblia? Bwana sifiwe. Useme tuulizane sie kwa sie, bangapi viko na Biblia? Bangapi? Mimi nauliza kanisa, bangapi viko na Biblia? Bangapi bandana chini? Bangapi beba neno chini? Bangapi? Unasikia haya kulala chini ni kawaida, tangu Israeli alilala chini. Bangapi wanapata ya? Bangapi? Sisi wote. Bangapi wana mavazi mazuri? Sisi wote. Sasa bangapi viko na Biblia? Bwana sifiwe. Na njoo shida yenyewe tuko nayo. Biblia inatokea watu wangu wanaangalia kwa kukosa nini? Maarifa. Ukikosa Biblia unapoteza maisha yako. Kwa sababu Biblia inatuambia Mungu anaheshimu neno lake. Bwana sifiwe. Mungu anaheshimu neno lake zaidi ya jina yake. Kama unakosa maandiko matakatifu wakati unakuja ndani ya hekalu, na Mungu anataka sema na wewe leo ndani ya hekalu, na Mungu anataka kukufungua leo, Mungu hawezi fanya kitu kinyume ya maneno yake.
tusome Biblia. Ni Biblia iko nasoma kwa makini. Mungu anakuja kutoka mbinguni, anamwambia Ibrahimu katika Jozi, Ibrahimu nakuja na zawadi yako kubwa. Na Ibrahimu akamwambia, zawadi gani utanipa wakati mimi sina mtoto? Mungu akasema, kwa ajili ya mtoto utapata. Akamwambia, angalia nyota za angani. Biblia inasema akaangalia, akasema jinsi unavyoona wingi wa nyota ndivyo itakavyokuwa wingi wa uzao wako. Na Mungu akamwambia, na nchi hii nitakupa. Na Ibrahimu akamwambia Mungu, nitajuaje kama utanipa nchi hii? Mungu akamwambia, ili ujue sadaka. Bwana asifiwe. Unaona tabia ya Mungu. Mungu akamwambia, ili ujue kama nitakupa nchi na uzao mwingi, unatakiwa ulipe sadaka. Ndani ya sadaka mtatoka sauti ya kujua kama nitakupa nchi hii. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia Daudi, Ibrahimu akachukua kondoo wazuri, wanyama wazuri, akatengeneza madhabahu na akawaweka, na akawasha moto chini. Tufuatane vizuri. Tufuatane vizuri. Alipowasha moto, Biblia inasema akachajiwa. Ibrahimu akafukuza. Sasa kosa la Ibrahimu, punguza kidogo. Kosa la Ibrahimu, kosa lake ni nini? Akashindwa kukumbuka kama wakati Mungu anasema naye, adui lazima alisikia. Unaona kosa la Ibrahimu? Bwana asifiwe. Ndio kosa yenyewe Ibrahimu alifanya. Wakati alipokuwa anazungumza na Mungu, shetani alikuwepo, kwa sababu Biblia inasema palipo wana wa Mungu na wana wa shetani wapo. Maana yake pale Ibrahimu alikuwepo, kulikuwa uwepo wa Mungu na uwepo wa shetani. Shetani akasikia. Ili ujue kama utapewa nchi, utaletea Mungu sadaka. Shetani akajifunza, ili Mungu asipokee sadaka yake, nitumie system gani ili nimfanye Ibrahimu afeli mbele ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe. Sasa Ibrahimu akafurahia tu kutengeneza sadaka, lakini hajakesha kujua kama kuna nani? Kuna adui ambaye iko natafuta hiyo sadaka isipokelewe. Unajua kama kuna adui? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kama kuna adui pembeni yako ambaye anataka ufeli usisogee mbele? Unajua kama kuna adui? Biblia inatuambia nini? Wakati njiwa ilikuja akafukuza ile njiwa, Biblia inatuambia na jua lilikuwa kali sana. Ibrahimu alikuwa na kipara. Bwana asifiwe. Jua likampiga mpaka kipara. Kipara ikapata moto. Huku manyama ziko zinatoka harufu nzuri tu. Huyu anapita. Nzii nataka kuya, Ibrahimu anakimbiza. Sijui nini nataka kuya, Ibrahimu anakimbiza. Biblia inatuambia Ibrahimu akalala usingizi. Ibrahimu akalala na wewe umelala usingizi. Bwana asifiwe. Umeshindwa kwa sababu umelala usingizi. Hatujaumbwa kushindwa. Tumeumbiwa ama tumempokea Yesu ili tuwe washindi. Tumeshindwa kwa sababu hatujakesha, ndio maana tunashindwa. Lakini Biblia inatuambia milango ya Hades haitasimama juu ya kanisa.
Na Biblia inatuambia sasa, wewe sikia sasa. Ibrahimu, Mungu anamwambia na uzao wako utaenda utumwani miaka 100. Isaka anakuja. Analeta Yakobo naye anakuja. Yakobo kunatoka mataifa 12. Wanaendelea kuongezeka, wanajikuta wako utumwani. Bwana sifiwe. Wanajikuta wako wanabeba matofali, wanaenda kata nyasi. Sasa ujiulize, tulifanya nini ili tuwe watu? Tulifanya kwa sababu ile uzao wakati ile ilikuwa haipo, na mtu wa kuwapa histori alikuwa haipo, kwa sababu ile jambo lifanyika Mungu na Ibrahimu. Sasa unakuta Bwana sifiwe. Unaona, hakuna mtu wa Mungu anaweza kuwa mwenda wazimu. Bwana sifiwe. Hakuna mtu wa Mungu anaweza kuwa mwenda wazimu. Ukijikuta wewe mtu wa Mungu unakuwa mwenda wazimu, shida sio Mungu, shida ni wewe. Ndio maana nilikwambia kanisa, nguvu ya kanisa ni wewe na mimi. Nguvu ambayo tumeandaliwa mimi na wewe sio ya mchezo. Bwana sifiwe. Mshinde Mungu. Sema nani anakurudishia. Bwana sifiwe. Na akasema, baba gani anaweza kusahau watoto wake? Baba gani ambaye anaweza kusahau watoto wake? Umejisahau wewe mwenyewe. Lakini mimi, Bwana Mungu wa Israeli, sijakusahau. Ni wewe umejisahau. Unajua, kama unataka uonane na Mungu, kama unataka uonane na nani? Na Mungu. Ishi neno la Mungu. Kama wewe ni Mkristo, hauishi neno la Mungu, maandiko matakatifu. Kama wewe ni Mkristo, hauishi neno la Mungu, utakuwa na Mungu mgeni, na utaweka usawa wako, watoto nao wazaa utawaweka ndani ya hatari. Bwana sifiwe. Sasa tunasoma Biblia. Maana watu walikuwa wanasema, mhubiri mbona hasome? Ni system mpya hapa. Ni uwepo wa ajabu hapa. Bwana sifiwe. Tunasoma neno la Mungu. Ufunuo sura 2. Ufunuo sura 2 mstari wa kwanza na 7. Biblia mstari wa kwanza mpaka wa 7. Kwa malaika ya kanisa la Efeso andika. Maneno haya anasema yeye anayeshika hizi nyota 7 katika mkono wake wa kuume, naye anatembea katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Ninajua matendo yako na taabu yako na uvumilivu wako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umejaribu wale wanaojiita mitume nao hawako, ukawatambua kuwa waongo. Tena ulisubiri na ulikuwa na uvumilivu, na kwa ajili ya jina langu ulijitaabisha wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, kwani umeacha mapendo yako ya kwanza. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Shauri. Mungu anasema nini? Ninajua matendo yako. Ninajua na bidii yako. Ninajua. Bwana sifiwe. Amen. Unajua Mungu anakujua zaidi ya jinsi unavyojijua. Ndivyo Mungu anakujua. Unaweza sema unajijua, kumbe usijue. Ni Mungu anakujua. Wewe usijue, anakujua ni Mungu. Sasa anasema na kanisa la Efeso, bidii yako ninaijua, na shuhudi yako ninaijua, mwenendo wako wote, njia zako zote ninazijua, mpaka maombi yako unayoyaomba ninaijua. Lakini Mungu anasema, nina neno
upendo ule. Upendo. Unajua, gisi unajua upendo sio gisi neno la Mungu limetafsiria. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu asiyemwamini Yesu ama mtu asiyemjua Mungu hana upendo. Mtu asiyemwamini Yesu wala mtu asiyemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yake hana upendo. Mtu ambaye aendake kanisani, niseme hivyo, mtu ambaye aendake kanisani, huyo mtu hana upendo. Upendo ni Mungu. Na ni nini Mungu anamwambia kanisa ya Efeso? Nina neno moja juu yako, umeacha upendo wako wa kwanza. Upendo ni nini? Upendo, tafsiri yake, tafsiri ya upendo ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia kwa maana jinsi hii Mungu alipenda nini? Kwa maana jinsi hii Mungu, mbona tunapaswa hivyo maandiko matakatifu? Kwa maana mbona tuanze kwa maana jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu akatoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana asifiwe. Upendo ni nguvu ya Mungu. Na Mungu anamwambia kanisa la Efeso, umeacha upendo wako wa kwanza. Kisi unajua, hauwezi sema unanipenda na umpende Mungu. Haiwezi kuwezekana. Ile jambo haipo. Unanipenda na upende Mungu. Mbele ya kunipenda lazima utapenda Mungu kwanza. Kwa sababu Biblia inatuambia, penda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu yako yote, kwa akili yako yote, na upende jirani yako. Unaona, kwanza kumpenda nani? Mungu. Sasa kama ndani yako hamna upendo wa Mungu, na ile upendo ndio Mungu anakumbusha kanisa la Efeso, anaambia umeacha upendo wa kwanza. Kwa jinsi ulikuwa unamkaribia Mungu, kwa jinsi ulikuwa na shughuli ya kuomba. Bwana asifiwe. Kuna wiki mbili, leo ni wiki ya tatu. Nilikuwa kwenye kanisa moja Dodoma na nikapewa nafasi ya kufundisha. Na nikafundisha. Na Roho Mtakatifu akanisaidia. Nikasema, ukisoma neno la Mungu ni mzuri, lakini huku ndani kuna siri ambayo imefichwa. Ukishindwa kukaa kwenye kuomba, ile neno la Mungu unalolisoma halina nguvu. Amen. Nguvu inatoka kwenye maombi. Unasoma ile nguvu ya kwenye maombi inakupa tafsiri ya neno la Mungu. Amen. Kwa sababu Biblia inatuambia maandiko inaua, Roho analeta uzima. Amen. Ndani ya maombi ndipo kuna fichwa siri ya nguvu ya Mungu. Na ndio maana Yesu alipokuja, Biblia inatuambia muda wote alikuwa katika kukesha. Yeye ni neno, lakini neno ilikesha kwa sababu gani? Alijua kama niko duniani na kuna mfalme wa dunia ambaye naye ana nguvu. Amen. Haitoshe tu kuwa niwe na neno, lakini zaidi ya neno inatakiwa niwe na nguvu ya maombi. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio inatesa watu wengi, na hiyo ndio inatesa kanisa, na hiyo ndio Mungu aliambia wa Efeso, upendo wako wa kwanza, ile bidii ulikuwa nao kwenye maombi. Leo si huku tuko Batuga. Bwana asifiwe. Huku tuko Batuga.
si mingi. Kesho watangaze maombi ya kulala. Bwana sifiwe. Kesho watangaze maombi ya kulala. Hapo wakaka wote na wakaka wote na baba na mama mingi hawatakuja. Bwana sifiwe. Kila mtu atasema na mwaka mkopo. Ndio. Siweza kelala kusima, siweza kelala kumuraka na mwaka mkopo. Yesu alikuwa analala juu ya milima, juu ya kuomba nguvu. Bwana sifiwe. Usifikirie utapata tu nguvu ya Mungu juu nasema Yesu. Nguvu ya Mungu banaikeseaka. Usipokesa huwezi pata nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ni zawadi. Usifikirie kwa sababu wewe ni msomi sana wa Biblia ndio nguvu ya Mungu itaachiliwa tu. Kusoma Biblia ni nzuri, lakini zaidi kukesha, kwa sababu anasema kesheni mkiomba ili mpate nini? Nguvu. Sasa unakesha Bwana sifiwe. Tunakesha ama tunasahau kukesha? Tunakesha. Kuna mwingine anasema naenda kukazi asubuhi, hakuna jinsi nilale kwenye maombi. Bwana sifiwe. Sasa aliyekupa kazi ni nani? Ile kazi ndio nani? Uliombewa njoo kapata kazi. Mbona kwenye tunasabuka kweli? Sio kwa yapata kazi hapa. Yako ilikuwa inapengama, inapanda sasa kilomba Mungu. Bwana sifiwe. Mesona zafara mokoko tu. Unaweza sema hawezi kesha, chakule kazi inatoka kwenye maombi. Na kazi ya kutoka kwenye maombi usipokesha, shetani anaiwinda. Biashara yenyewe unafanya ni biashara yenyewe inatoka kwenye maombi. Usipokesha, shetani atachukua ile biashara. Mwanaume ama mwanamke ambaye unaye ametoka kwenye maombi, usipokesha, shetani atachukua ile mwanaume ama ule mwanamke. Bwana sifiwe. Na Yesu anasema kesheni. Mhubiri tusomee Ufunuo sura 3. Mstari wa kwanza na mstari wa kwanza na wa sita. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa malaika ya kanisa la Sardi andika. Maneno haya anasema yeye aliye na zile roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Ninajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Angalia, utie nguvu mambo yaliyobaki yaliyo tayari kufa, maana sikuona matendo yako ya kuwa yametimilika mbele ya Mungu wangu. Basi kumbuka namna ulivyopokea na kusikia, uyashike haya na kutubu. Lakini usipoangalia, nitakuja kwako kama mwizi, wala hutajua saa nitakapokuja kwako. Amen. Bwana sifiwe. Mungu anasema na kanisa ya Sardi, una jina la kuwa hai. Hii serikali ya mbinguni iko na cheki. Bwana sifiwe. Kwa sababu unakuta mtu anasema nimesimama mbele ya Bwana. Mimi nimesimama na mtumikia Bwana. Lakini kazi ambayo tunazozifanya, inasema tutapita kwenye mizani ya Mungu. Na kwenye mizani ya Mungu pale tutatoka ripoti kama umemtumikia Mungu ama hujamtumikia Mungu. Ndio pale tutatoka ripoti. Sasa Biblia inasema angalisho ewe Sardi, una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Kwa nini? Jina la kuwa hai. Ndio jina la Yesu, ni jina lenye hai. Jina la Yesu ni jina lenye uhai. Lakini mbinguni wanasema ule. Bwana sifiwe. Mbinguni wanasema ule. Unaona? Nasema kama tutajisifu ndani wakati tunasimama kwenye mizani ya Mungu. Na kwenye ile mizani tunapima 100 kwa 100. Tunafanya yale ambayo Mungu anataka tufanye. Unajua serikali ya mbinguni, Mungu anapenda watu watiifu. Mungu anapenda mtiifu. Niliongea na watumishi jana nikamwambia, nilipangwa Alhamisi kwenye kanisa. Ni kanisa kubwa Dodoma mjini. Na ndio ya kwanza
kwenye ile kanisa, ni kanisa la ghorofa. Nilikuwa nimechelewa dakika 2. Nilikuwa nimechelewa dakika hizi. Dakika, kwa sababu sehemu nilikuwa natoka Nala na kwenda Dodoma hii nilikuwa mwendo wa kilomita kama 10. Bodaboda akatembea taratibu. Nimechelewa dakika 2, nikazuiliwa nisifundishe. Na ujumbe ninao. Na nimeomba. Nikazuiliwa. Akasema mtumishi, umechelewa. Utachukua siku nyingine. Unajua ukishapanga ujumbe, unaweza sikia uwepo wa ujumbe na ujatoa ujumbe. Anasema basi kanisa ikisha tukaingia ofisini, baba mchungaji akasema Jumapili utakamata ngazi ya saa 10, usichelewe. Nikasema sitachelewa. Bwana asifiwe. Kwa sababu ndio maana tunakwambia Bwana asifiwe. Dodoma tunaingia kanisa saa 4. Tunajikuta tunarudia saa 2 usiku. Mimi niko kwenye kilomita 10 kama kupita Ndosho. Na kwa sababu kuna ibada inaisha saa 6. Kwenye ile saa 6, saa 7, saa 8 tunarudi. Saa 10, sijui saa 9 na nusu tunaingia tena kwenye ibada, kwenye mkutano. Bwana asifiwe. Sasa ile Jumapili mimi ndio nilikuwa na ngazi ya nafasi ya 2. Tunaweza kesha nafasi. Nimeingia asubuhi, nikabaki pale kanisani niko naangalia. Na kesho, Bwana asifiwe. Nikaambia mwenzetu mtumishi mmoja Mtanzania anasikia njaa, tutafute sehemu ya chakula. Tumeenda kula tukarudi tu tuchukulie. Tukabaki pale. Bwana asifiwe. Tuko na kesha nini? Mungu. Tunaanza niko ndani. Niko ndani. Bwana asifiwe. Kwa sababu nikasema nikichelewa tena tasubiriwa. Na ujumbe natakiwa uachiliwe. Bwana asifiwe. Unajua hakuna kitu nzuri kama kufanya mapenzi ya Mungu. Ndani ya mapenzi ya Mungu kuna baraka kubwa sana. Mtu mmoja akatoka nje, alikuwa anapita katika ujumbe, akasema mtumishi nataka nionane naye. Mungu amesema kuna mtumishi mpya ataniombea na nitafunguliwa. Bwana asifiwe. Na nguvu ya Mungu ilikuwa nyingi. Tulipewa furaha ya mbinguni. Bwana asifiwe. Muda wa kuangalia saa. Ndio maana ukienda kwa Mungu, ukiangalia saa, haukwenda kwa nani? Kwa Mungu. Tukienda kwa Mungu, tunaenda kwenye utaratibu wa Mungu. Tunatulia chini ya uwepo wa Mungu. Mungu atasema nini? Mungu atafanya nini? Mungu atajibu nini? Mara kwenye kutulia ndio magonjwa yako yataponeshwa. Unaposhindwa kutulia unarudi na magonjwa yako. Kwa sababu Biblia inasema hakuna aliyekuja kwangu na akarudi jinsi alivyo. Ndani ya nyumba ya Bwana kuna uponyaji. Uwe na kanseri, uwe na diabetes, uwe na ukimwi, ukiamini Yesu na kutembea katika neno lake. Sasa Mungu anasema na kanisa sana. Mungu anasema na angalisho ewe sadi, una jina la kuwa hai. Bwana sifiwe. Biblia inasema Mungu anasema na hiyo kanisa, una jina la kuwa hai, lakini umekufa. Unakufa aina mbili. Unaweza kufa, unaweza kuwa mzima wa mwili, lakini umekufa ndani. Na watu wengi duniani wamekufa ndani. Na wakubwa wengi na matajiri wengi wamekufa ndani. Bwana sifiwe. Mtu akikosa neno la Mungu tayari amekufa ndani. Neno la Mungu ni uzima wa mtu wa ndani. Kwa sababu lazima uwe na neno la Mungu, lijae, lifurike, ili sauti ya Mungu iwe ndani yako. Ukikosa sauti ya Mungu ndani yako, wewe ni mufu katikati ya waliokufa. Bwana sifiwe. Sasa Mungu anapatia kanisa angalisho. Mungu anaiweka kwenye balance.
kuangalia. Usifurahie afya. Kifo hivi. Na mbele ya kifo hakuna elombe. Mbele ya kifo hakuna elombe. Kuzimu njoo inakuwaka ningelijuaka. Bwana sifiwe. Ule tajiri salifika kuzimu. Njoo akaanza kujuta. Ningelijua. Akaona Lazaro anakula vinono. Akaanza sema kule kuzimu, Lazaro, nitupie tatoni ya maji. Nitumie tu katoni. Juu kuzimu hakuna maji. Bwana, sasa Biblia inatuambia tutembee katika roho. Tutembee katika kila mtu arudishe mfumo ambao alikuwa anatumikia leo. Si ndio papa amani? Kama hapa tunaombaka siku gani? Leo Jumapili tunakuwa hapa. Kesho Jumatatu. Kesho ni Jumatatu. Tunakuwa hapa saa 3. Jumanne inakuwa siku ya wamama. Na Jumatano inakuwa maombi ya kuombea kanisa nzima. Bwana sifiwe. Mimi nimewahi kushuhudia. Uwe mtiifu mbele ya Mungu. Ndio maana Mungu kwa utaratibu wa neno lake. Bwana sifiwe, kwa utaratibu wa neno lake anatembea na watiifu. Ukitaka Mungu atembee na wewe, Bwana sifiwe. Ukitaka Mungu atembee na wewe, uwe mtiifu wa neno la nani? Usikamate neno la Mungu kama story. Bwana sifiwe. Kamata Mungu kama ni Mungu wa utendaji wa ndani. Bwana sifiwe. Unakamata Mungu kama ni hadithi. Bwana sifiwe. Naona tunafika mwisho. Ndio mwisho. Ambapo Biblia inasema dunia itapambwa. Biblia inatuambia shetani ataipamba dunia. Shetani ataipamba dunia. Na Biblia inatuambia ile siku kila mtu atapenda apendeze. Bwana sifiwe. Kila mtu atapenda apendeze, mavazi ya kupendeza. Bwana sifiwe. Amen. Biblia inasema upendo wa watu wengi utapoa. Watu watamsahau Mungu. Watakuwa na mfano ya kumpenda Mungu lakini wamekufa ndani. Bwana sifiwe. Na Biblia inasema siku zile kutakuja njaa. Sio njaa ya chakula wala ya maji, lakini kwa kusikia neno la nani? La Mungu. Unaona? Shida tuko nayo. Kanisa. Tukienda kwa Mungu. Ndio maana maombi yetu yasikilikanake mbinguni. Juu maombi yako ifike mbinguni, yako mchezo. Mungu atakusikia sana ndani. Bwana sifiwe. Mungu atakusikia sana nani? Uko ndani wewe juu Mungu akusikie. Bwana sifiwe. Juu Mungu akusikie, kuko utaratibu wa neno la Mungu. Kuko sheria ya mbinguni ambayo inaandika kwenye Biblia. Juu Mungu akusikie, inabidi utembee hivi, inabidi uishi hivi, inabidi ujikamate hivi ili uombe Mungu asikie. Sasa unakuta mtu anaenda omba, Mungu nishushie baraka. Mungu nishushie baraka. Neema yako baraka. Baba iwe juu yangu. Bwana unakulaka tu sana na nyama, unakuwa na kiburi mkati. Sasa Mungu akikushusha leo mbaya. Tutakufa. Sindio? Unakuwa mwanaume na hamaka nyumba juu ya milioni. Bwana sifiwe. Kuko mwanaume na hama nyumba juu ya milioni. Anaambia mama watoto wamebarikiwa, wanapendeza, wanapendeza. Bwana sifiwe. Unaambia moyo. Nikasema tunalombaka pesa, tunalombaka mbaya. Biblia inatuambia tuombe pesa. Utaratibu wa Biblia ni kuomba Mungu. Bwana sifiwe. Mungu unajiweka kwenye mzani. Unamwambia Mungu niko mzalifu kwenda kwa kanisa. Wakati wa kwenda
kuchoka. Njoo mimi nasikia kama udhaifu. Mungu si Biblia inatuambia Mungu alisema ni mtume nani, si ndio? Si ni Isaya alisema nitume mimi mwenye midomo? Nitume mimi mwenye midomo? Eske Isaya alisema nitume mimi ndio niko shujaa? Asema nitume mimi mwenye midomo? Sasa Senya nasema na Mungu amtume juu iko na midomo michafu. Mungu akasema unaomba vizuri. Hata mimi mbinguni ninaona mdomo wako sio sahihi. Mdomo wako ni chafu. Biblia inasema Mungu akachukua kaa la moto akaipitisha kwenye mdomo wa nani? Bwana. Akatakasa mdomo wa Isaya kwa moto. Alipotakaswa na Mungu, Mungu akasema nenda sasa. Bwana asifiwe. Tunapaswa omba Mungu. Tunapaswa omba Mungu. Unaambia Mungu hali ambayo uko nayo. Bwana asifiwe. Unakuta Mungu aliacha kufunguliwa. Kama uko na pepo ya uasherati, unasikia kama Mungu kumwambia Mungu uko na pepo ya zina. Unapaswa kwa Mungu unaambia Bwana Mungu wangu. Unamwambia jina lako. Bwana Mungu mimi fulani. Mungu anasema sasa kwa mimi nimeshakupokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimekupokea kabisa. Lakini bado kale kapepo tuka kule nje kabla sijakupokea kangana nifuata. Sasa Bwana Mungu sitatoboa kwako kama hujakatoa. Bwana sifiwe. Mungu anasema ndio bado kanafuata. Jo Mungu anafanya nini? Anatoa. Lakini unaweza omba Mungu pesa. Mungu anakupa pesa lakini wewe ni tabia kama mtu asiyemjua Mungu. Bwana sifiwe. Na nia ya Mungu ni kukuingiza wewe katika ufalme wake. Na nia ya Mungu ni kubadilisha maisha yako. Bwana sifiwe. Ndio nia ya Mungu, nia ya Mungu. Mawazo yangu iwe mawazo ya mjomba, mawazo yangu iwe mawazo ya baba Karina, mawazo yangu iwe ndio mawazo ya watumishi na kanisa nzima. Tunapaswa kuwa na mawazo, tunapaswa kuwa na mawazo na nia joka. Bwana asifiwe. Kanisa ni ya mawazo moja, hapana mawazo moja. Na kanisa inaanzia nyumbani. Wewe na mke wako unatakiwa muwe na mawazo. Wewe na watoto wako unatakiwa muwe na mawazo. Mkiwa na ile mawazo moja, nyumba nzima mnaenda ndani ya nyumba ya nani? Ya Mungu. Ndani ya nyumba ya Mungu mnakuta watumishi na watu wengine wote wana mawazo. Nguvu ya Mungu na chini. Bwana asifiwe. Watu wapate nguvu ya Mungu. Sio kusema Mungu anashindwa kuwatumia nguvu. Nguvu ziko tu karibu yako. Nguvu ziko karibu yako. Miomba wangu mdogo wake na Sulemani. Nguvu tuko karibu yako pale. Bwana asifiwe. Nguvu iko karibu yako. Nguvu iko karibu yako. Shida sio Mungu. Unazuia nguvu ya Mungu. Shida ni wewe. Hautajitoa kwa Bwana kikamilifu. Hautaingia kwenye undani. Bwana asifiwe. Hautaingia kwenye undani. Na hakuna raha. Bwana asifiwe. Unasema kuna raha. Nani ashakutana na raha? Haujakutana na raha. Raha ni kuwa na nguvu ya Mungu. Unaweza kuwa na pesa lakini hauna raha. Kwanza nimekuwa kuona kama watu wote wa pesa hawana raha. Na hakuna mwoga sana mtu wa pesa. Ushakaribia mtu wa pesa hiyo. Ngoja wapi mfano. Mshona president de la Republique mwenye anatembeza gari yake pole pole. Tuone vizuri. President kukuvola iko tu pole pole. Mshona president anatembea na miguu tu barabara hiyo. Bwana asifiwe. Mnamkuta tu president kutoka kio katibu. Anatembea yake peke. Bwana asifiwe. Mshona president mwenye ana magari de go. Banachuka nini? Banachuka mwili, lakini abachunge. Bwana asifiwe. Ule hana raha. Kukula mzuri sio raha. Kutembea ndani ya gari sio raha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
udhaifu. Toka katika hali ya udhaifu, tunapiga vita ya mwendo sahihi. Tuko tunaitafuta mji mtakatifu wa Bwana. Bwana asifiwe. Furaha. Yesu anasema ninafurahi na kufanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Furaha ni kuishi na Mungu. Na ukaishi na Mungu, kila mtu atakapokuona mkatia yetu waliingilia watu. Maana pale nyumba yangu anturaje wote katia waliingilia. Na waliingilia na mko nasikia nilikosa usingizi. Biko napiga sasa nini tena ile? Nini? Kumbe waliingilia na nyumba yote. Lakini hawakuniingilia. Walifungilia kote, nikasema waliingilia lakini hapa hapana. Jua haiko fasa mchezo, niko hapa. Mtumishi yuko hapa. Nani ataingia? Bwana sifiwe. Hiyo nguvu ndio tunapaswa kuwa nayo. Unaamini neno la nani? Na Bwana. Kama kutakuwa shida kwa mataifa, unasema hapa kuna nguvu ya Mungu. Kanisa tumtafute Mungu. Raha ni kumtafuta nani? Mungu. Kicheko ya ndani ya Bwana. Furahia kukaa na Mungu, sio kukaa kwenye uovu. Uovu utakusaidia. Itakusaidia nini? Unashindwa kwa kanisa juu ya rafiki. Unashindwa kwa kuomba Mungu juu ya rafiki. Uzima wako, Biblia inatuambia tumepewa uzima wa kuhesabiwa. Tulikuja duniani tuko na mkataba. Kuna mtu wa miaka 40, kuna mtu wa miaka 50. Bwana asifiwe. Mkataba ukiisha, hata unajuana na ministeri fulani, hata unajuana na mkubwa wa nchi fulani, hata unajuana na Amerika, mkataba ukifika. Bwana asifiwe. Lakini tulioko ndani ya Bwana, mkataba ukifika tunajulishwa. Bwana asifiwe. Tunafanya nini? Tunajulishwa. Serikali ya mbinguni inatujulisha. Na itatujulisha kwa sababu tulikaa ndani ya neno la nani? La Bwana. Jona, kama wewe ni mtoto, kama wewe ni baba ama mzee, kaa ndani ya Bwana. Kaa ndani ya Bwana. Usiwe na moyo mgumu. Ambia udhaifu, toka na rudi kwa Bwana. Mwimbaji anasema rudi kwa Bwana. Rudi nyumbani, njoo kapumzike huko, ukapate raha. Anasa za dunia hatuzitaki tena, ili tupate kukesha, tuingie mbinguni. Bwana sifiwe. Kanisa ni kukesha. Bwana sifiwe. Usipende rafiki kuliko Mungu, na usipende mume wako kuliko Mungu. Biblia inasema usipende mume wako kumshinda, na usipende mke wako kumshinda. Unasema unajua, nimetoka safari leo, sitalala kwa maombi, niko na mwezi, sione mke wangu na watoto wangu. Haufai katika ufalme wa Mungu. Tunamaliza, tutasoma ile Ufunuo sura ya 3 mstari wa 14 na ndio tunamaliza 22. 14:22. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa malaika ya kanisa la Laodikia andika: maneno haya anasema yeye Amina, aliye mshuhuda mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa viumbe vya Mungu. Ninajua matendo yako, wewe si baridi wala moto. Afadhali ungekuwa baridi au moto. Lakini sasa kwa sababu una uvuguvugu, na wewe si baridi wala moto, nitakutapika toka katika kinywa changu. Kwa sababu unasema, mimi ni tajiri, nimepata mali nyingi, wala sihitaji kitu, nawe hujui ya kuwa wewe ni mnyonge na mwenye taabu na maskini na kipofu na wichi. Ninakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto,
na kuwaongoza. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, ninasimama kwa mlango, ninapiga hodi. Kama mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Wapenzi, ninawaonya na kuwaongoza. Sasa unaweza kukumbuka, kwa sababu Mungu alikuwa anakumbusha hizi kanisa jinsi walikuwa wanamtumikia na jinsi walivyo, na wewe unaweza kukumbuka. Bado unasimama na Mungu ama umemwacha Mungu? Kwa sababu unaweza kuja kanisani na tayari umeshamwacha Mungu, na Bwana anasema njoo kwake ununue dawa ya macho ili upate kuona. Maanake wewe ni kipofu hauoni. Ungekuwa naona ukishikamana na neno la Mungu, kwa sababu hauoni ndio maana unamwacha Mungu. Ungekuwa naona. Bwana sifiwe. Mnajua kama kutokukuya kwenye ibada ni sana. Mnajua hiyo? Kanisa. Mnajua hiyo? Eske tunajuaka? Ni wachache wanajua, si ndio? Si ni wachache wanajua? Bwana asifiwe. Si niko nasema na kanisa. Bwana asifiwe. Eske tunajua kama kukosa ibada ni dhambi? Tuko hapa lendi. Bado tuko nasikia neno la Mungu. Wewe hauna kazi. Uko naenda na zunguruka, uko na pepo ya kuzunguruka. Hauko mtu mzima, uko na pepo ya kuzunguruka mrompwe. Kuliko uende kwa Mungu, pepo anakuambia toka uende zunguruka. Unaenda zunguruka, unaenda zunguruka, unaenda zunguruka, magharibi unarudia umechoka na rasio ukupata. Na kama mtu kama kwa mfano, na nasema mfano, na kama mtu mke wako, na mimi naona kisu likuya juu, vumbi ya kwa Bwana na vumbi isiyo kwa ya kwa Bwana inajulikana. Naona hii vumbi sio ya kwa Bwana, hautapata nayo kwa Mungu. Bwana, kama hii vumbi ni ya kwa Bwana, basi nitakupa mali. Unajua hata huna kazi, ukiheshimu Mungu kwenye programu za Mungu, Mungu atakulisha. Nyinyi mnatumaka mnalala njaa. Nyinyi ndio Mungu hajasema ulale njaa, njaa unalala juu yako. Ukaheshimu Mungu utakula. Soma Biblia. Mungu hayasema sisi tulale njaa. Mungu anasema tutashiba. Na Mungu hayasema tupige makabuchungu. Biblia inatuambia ni vinono kwa vinono. Lakini tuheshimu nani? Bwana. Bwana sifiwe. Njala nyumba yako ni wewe mwenyewe. Na kukosa kazi ni wewe mwenyewe. Bwana sifiwe. Juu ya nini? Mungu ameweka nafasi ya baraka, njoo hapa. Maji ya baraka kushuka kutoka mbinguni. Unaweza kosa kazi, ndio. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu unaheshimu Mungu, Mungu atakupa kazi. Bwana asifiwe. Wakati unaheshimu, tunakuwa hapa Mercredi. Si njoo wakati wa kuombea mahitaji. Si njoo wakati watumishi wanakamata mahitaji yote wanipeleka kwa nani? Kwa Bwana. Njoo sisi watumishi wanakamata mahitaji yote ya kanisa. Wanaambia Mungu fulani na fulani, fulani na fulani. Bwana sifiwe. Aonekanake Mercredi. Asa unaenda tafuta kazi. Mimi hii kazi ya Bwana sikuilombaka. Bwana sifiwe. Sikuilombaka ile kazi. Bali nitano niko hapa. Na niko na nguvu mingi sana. Niko na puissance ya mingi. Watu wengi wanaiona kama mimi nakusaka quelque chose. Mais puissance yenyewe mimi nakuwa nayo iko ya mchezo. Tunapata sana njia yote kwa wapi kwa nasimamisha kazi naenda kuomba nani? Mungu. Baraka ya mtu wa Mungu iko ndani ya neno la nani? Ya Mungu. Ndio maana tunapaswa kuwa kuja kwenye maibada. Mkristo wa kukosa kwenye ibada ni mfu. Bwana sifiwe. Tutajua habari zako namna gani wakati uko kwenye ibada. Mungu atafunua
ni faida yako. Sawa, watoto wako watanenepa, ni faida yako. Bwana sifiwe. Ndio maana tunapasa kwa kanisa. Usisema semina ikala mbali ni kwa nani? Mbona Mungu anakuweka huko? Bwana sifiwe. Jioni na watoka kule kwa kuna miguru, unasema naenda kwa Bwana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kisha unasema seme bali kuloga. Shangazi yako ndio anakufanya hivi. Mama yako mdogo ndio anakufanya hivi. Kilichokuwa mikononi mwangu hakuna awezaye kwenye mkono